watoto mara nyingi tunao wengi walio wanasema watakabia, ila kutokana na idadi msaada ikija tunawapa hapa priority, alafu wengine wanaweza wakasubiri, wengine wasipate kabisa. Sio kama nilivyosema, tunatoa 150 na mazingira hayo unayoelewa hapa. Kwa hiyo wengi wana changamoto. Kwa hiyo hapa ambacho tunakifanya kutokana na msaada huu tunawapa priority kadhaa. Kwa hiyo sio tu hawa, tunao wengi, yani zaidi ya 17. Yaani tunao more than, lakini huwa tunawapa vipaumbele, alafu wengine tunawaambia mtasubiri. Leo tumeandaa wangapi? Leo tumeandaa 17 na majina nafikiri kiongozi tulimtumia. Okay. Tumeandaa 17 awali mpaka darasa la 7. Okay. Ngoja tusaidie. Wakasema tuwaletee zawadi hao rafiki zetu. Kwa hiyo tuwapokea kwa makofi matatu. Basi hao wageni naomba mkaribisha mazingira aendelee kuwakaribisha. Karibu mkesi. Asante mwalimu wetu, tumefurahi sana. Mjumbe oye! Oye! Wageni wetu oye! Oye! Asante sana. Basi tunasema hawa wetu wametutembelea sisi mwaka wa 2026. Mmefurahi mmekasirika? Mmefurahi. Sauti sasa. Mmefurahi mmekasirika? Sasa karibu.
Bendera tunazipigia sisi na watu tunasimama. Sawa. Joy. Kuna mwakilishi. Look what. Yasema wapi? Realidade. Benadeta. Prince. Walter. Mariam. Jennifer. Esau. Kevin. Melissa. Basi kabla kuanza hili zoezi tuanze kueleza kufa utagawa kalamu 5 kila mwanafunzi. Kila mwalimu sasa Nigeuze hilo daftari, geuza kwa hivi. Wote mmepata? Ndio. La pili. La tatu. Njoeni. Nasema asante. Haya. La nne.
anaitwa Sama. Namba 32 nani? 32 mwingine. Namba 32. Unaweza kubadilisha. Sasa wote inabidi mje huku, alafu pate picha pamoja na walimu. Watoto wa mjambo. Kwa nini mko shuleni? Kwa nini mnasoma? Basi mimi nisiwe na maneno mengi, ingawa samani kwa kuvunja protocol, sababu betri nataka kukata. Mimi nataka niwaambie hivi, wadogo zangu, urithi pekee hapa duniani ni elimu. Ukirithi hiyo, hakuna atakaye kunyang'anya. Katika maisha yenu muwe wasafi mwilini kama hivi mlivyopewa nguo nzuri, mlivyopendeza. Muwe wasafi kichwani, nikimaanisha kwenye ubongo, kuhakikisha mnatakata kabisa, mnasoma, mnautakatisha ubongo. Lakini msisahau kuwa wasafi nafsini au moyoni kwa kumcha Mungu na kuyatenda yaliyo mema. Hawa wazazi wamehangaika kutafuta, hawa waliowaletea hizo wamehangaika kutafuta pesa kwa tabu ili nyinyi muweze. Natamani muambie tu asante. Mungu awabariki, awaongezee, muwasaidie na wengine. Asanteni wakuna samani kwa kuvunja protocol. Mimi tayari nisha. Sisi labda tutambulishe kwenu kutoka shirika la MESH, linahusika na mambo ya mazingira, afya, elimu, kusaidia watoto katika mazingira hatarishi na utafiti. Kwa hiyo tulikuja hapa tukashirikiana na viongozi wa shule na wa mtaa ili kuona jinsi tunasaidiana kwenye changamoto zinazowakabili, na hii ni sehemu tu ya mwendelezo wa programu yetu ya kusaidia watoto wenye utunzaji kwenye shule mbalimbali kwenye halmashauri yetu na kwenye wilaya yetu. Mbona ninyi mwendelee kutuombea tunapotafuta fedha huko, tafuta maeneo mbalimbali, fedha hizo wamechanga watu mbalimbali ili kuja kushikana mkono na sisi, lakini leo ni kuwafanya muangulie vipindi vizuri, msiwe na sababu ya kusema mimi sina sweta, baridi ni kali, au ni namna gani nashindwa kuandika, sina kalamu. Msitunze, msitafune, ili tukifanikiwa basi tuweze kusaidia na wengine mbele. Umesikia watoto wazuri? Ndio. Kwa hiyo msome kwa bidii sana, sawa? Mwe na nidhamu. Mtoto mwenye nidhamu anafanya vizuri darasani, anafaulu na anakuwa kiongozi mzuri, anakuwa mfanya biashara mzuri, anakuwa mkulima mzuri. Lakini kama una nidhamu, hata maisha yake yanakuwa hayana nini? Hayana nidhamu. Kwa hiyo msome kwa bidii, mwaheshimu walimu, mwaheshimu wazazi huko nyumbani na mwaheshimu jamii. Msome kwa bidii sana. Mtunze sana hizo nguo, hayo masweta hayo myatunze, na wakati mlikuwa nayo mengine hajaisha sana, unapata nafasi ya kufua hivi ili unavaa siku moja hivyo. Mungu akikusaidia tena tutakutana siku nyingine ili tuweze kuendelea kusaidiana na wengine waliobaki. Bado kuna wengine kwa nyinyi wa kwanza tumepata bahati ya kuwa wa kwanza kusaidia, lakini tunaorodha ya watoto wengi hapa, tutaendelea kutafuta kutoka wafadhili mbalimbali
Shirika Mesh. Shirika Mesh. Jipigieni makofi sasa. Mama walimu wanapowapenda hivi. Bwana nyinyi mpende walimu. Mimi naitwa Nemes Temba. Naweza kurudia? Naweza kurudia? Jina lake ni nani? Nemes Temba. Tena? Nemes Temba. Sio Temba. Temba. Sawa. Tukie kwa mwisho. Nemes Temba. Mtoto aliyepatiwa aliyesema kwa niaba ya wenzenu amesema nimepokea na mnakwenda kutunza. Mpigie makofi. Waliponileta kwenu, wewe mwalimu mkuu umekuwa flexible kuwapokea kwamba hawa watoto kweli tunao na wanahitaji sasa. Sisi tunashukuru sana, lakini pia kitendo kama hiki, shirika likianza kujitolea kama hivi, ni uzalendo mkubwa, lakini kutunza, kuongeza amani, kuhamasisha watoto waweze kupenda shule, lakini pia wapende kujishughulisha, lakini pia wapende watambue kwamba jamii inatupenda. Wanapotambua jamii inatupenda, wanaongeza juhudi, lakini pia wanakuwa waaminifu zaidi, kwa sababu wanaamini hata kile wanachokipata kimetokana na jamii. Kwa hiyo mimi nishukuru pia shirika la Mechi, shirika la Mechi, lakini pia na staff yake, lakini pia nishukuru mkurugenzi wa TUFA ambayo ameendelea kuwa kiungo muhimu kwenye mambo haya, na tunaposhirikiana na mashirika hivi, sisi inaonyesha hata watoto tunafundisha kwamba kumbe tukicollaborate tunaweza kufanya jambo lingine kubwa zaidi na kesho. Lakini pia hii mbegu inapandwa, tunategemea watoto wakisoma vizuri waje wasaidie na wengine, lakini pia flexibility ya wewe mwalimu mkuu, tunaamini kabisa na mwendelee. Kwa hivyo kubwa ni tunapenda watoto, tunapenda wakoe katika maadili mema, na tuwaombe furaha yetu kama wadau wa maendeleo, tunatamani watoto walelewe katika maadili mema. Maadili mema ni vipi? Yaani wafundishwe kufuata zile mila na desturi za Kitanzania, washirikishwe kazi. Na hapa tuna nafasi kuongeza, kwa kweli nilikuwa sijafika hapa, ni muda mrefu, na walimu rafiki zangu hapa tunapenda na wengine tunafahamiana, lakini sasa hivi naona kama ile mradi wa hiyo school naona watoto wana mboga ziko, matunda yapo na vitu vingine. Ni kubwa sana ya kimaendeleo kwenye mikakati ya kumwendeleza mtoto. Naamini hata hawa wanafunzi watakapotoka hapa hawezi kwenda kuwa tegemezi nyumbani. Huyu mwanafunzi lazima kawe na kimradi cha kumwendeleza huko mbele anakoenda, ili kuendelea kujisaidia yeye, lakini kusaidia familia yake. Kwa ni kushukuru mwalimu kwa flexibility yako na mambo makubwa mnaofanya, lakini
Mji Mwema tunaifahamu kitaaluma, mnafanya vizuri. Maana ushirikiano wa wewe mwalimu mkuu na walimu unafanya shule iendelee kung'aa siku hadi siku. Kwa hiyo tunaendelea kuombea timu mlionayo, muendelee kuiweka vizuri, muendelee kushirikiana, kupokea wadau na kupokea maoni, na sisi tunaendelea kualika huku na huku kama kuna fursa ambazo ziko huko za wadau, tunaendelea kuwashirikisha ili tuweze kusaidia watoto wetu. Basi baada ya kusema hao, niwashukuru tena, na mechi msiache tena, mkaendeleze. Leo umegawa, mmeona haijatosha, bado kuna wahitaji wako wengi, na sio mpaka shule hii tu. Kwa hiyo tuende tukaangalie tena programu nyingine, tuje tusaidie watoto wengine, waongeze furaha, waendelee kupenda masomo, waendelee kuongeza ari na imani ya kusaidia wengine kwa baadaye. Mnapofanya hivyo, tunatengeneza imani ya watoto. Haliwezi kuwa ni ngumu watu kienda kwa watoto. Mimi kinaambia bwana, nimekuja kuchukua mchango, siwezi kusema nimeshindwa kuchangia. Kama endapo nina uwezo wa kufanya mwenyewe majukumu ya kwangu na kutoa shilingi 10,000 au shilingi 20,000 ni kitu ambacho mimi nakumbuka mwaka jana kwa hiyo mimi nilifanya zoezi hilo kwa mafundi seremala. Mimi nilikuwa mafundi seremala. Sasa nilichetu kama watu 50. Kisha mbona nikaambia jamani, letu tuna miaka 4 mpaka sasa. Pia mwisho wa mwaka tunasema jamani, tuangalie 2020 kwa ajili ya nini matumizi. Lakini hatujawahi kumtolea Mungu shukrani zetu kutuwezesha mpaka kundetu tumefika leo. Kwa nini tusiwe shukrani kwa Mwenyezi Mungu? Nasema mwenyekiti amesema yuko sahihi kabisa. Nikamwambia haya, tutafute kituo cha yatima wapi twende. Tufanye donation ya michango. Wasema tunaomba watu wasema Biasa. Na mission moja kuna sema kituo cha yatima. Ndio tunaandika barua ya kuomba kwenda kule ile pande kule kurudishia mahilo kukurudisha. Sema jamani, mchango shilingi 5,000. Nikamwambia sikuwakatalia, nikamwambia sawa 5,000. Lakini tulipofika mwe nasema tuchukue na kwenye account hizi hela zipo wewe. Tuchukue shilingi nasema 200,000, nikamwambia sawa. Unajua watu wanao hivyo utaratibu. Baadaye nikamwambia sasa hebu sikilize kitu moja. Hivi tunakwenda na shilingi 300,000. Hivi zinaingia kweli akilini? Na usafiri tumekwenda kwa sababu kule. Mimi naomba tuanze zoezi. Jamani, tufanye harambee. Kesho kwa Sunday ndio tunaanza harambee kuanzia leo. Una kilo 2 za sukari kanunue. Una hiki uende kanunue. Achana huu mchango mwingine, huu ni tofauti.